Na nilikuwa kule Mikumi, niliona mpango wao walionao. Watajenga baadhi ya viwanja vya mazoezi ndani ya hifadhi zetu, hasa hifadhi zile ambazo hazina wanyama wakali. Mfano kama hifadhi ya Arusha haina wanyama wakali ambao wanaweza wakaathiri mazoezi, lakini ni moja ya package ambayo inaweza ikavutia kufanya mazoezi huku na washuhudia twiga wako karibu hapo. Ni moja ya package nzuri. Lakini hifadhi kama ya Mikumi ambako sasa unaenda kwa usafiri usio na fatiki, treni ya kisasa mpaka geti la kuingia kwenye hifadhi, na yenyewe ni package ambayo nchi zote zinazoandaa mashindano haya hawatakuwa na package ya aina hiyo. Kwa hili ni eneo lingine ambalo Tanzania tunatakiwa tulitumie kama mtaji. Kwa upande wa wenyeji wetu, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo pamoja na Baraza la Taifa, ni tuhakikishe tu tunatafsiri vyema sera na miongozo ya michezo na kuvisimamia vyama vya michezo kutekeleza vyema mipango na mikakati pamoja na shughuli za kimaendeleo za michezo. Wadau mbalimbali walioainishwa katika sera ya michezo washirikishwe na watimize wajibu wao. Nakumbuka katika moja ya sera yetu ya kifedha tulipitisha kwamba wale ambao watachangia kwenye michezo wataruhusiwa kudeduct, kuhesabia mchango ule walioutoa kama sehemu wakati watakapokuwa wanakokotoa mambo yao ya kodi. Kwa mwaka huu ambapo tunafanya maandalizi makubwa ya kujiandaa na AFCON, huu ni wakati mwafaka wa wenzetu kutoka kwenye sekta binafsi kutumia fursa hiyo, kwa sababu kile kipengele tulikiweka kwenye sheria ili tufanye maandalizi makubwa yakiwemo ya miundombinu na ya kuiandaa timu yetu ya taifa ili tuende pale tukisherehekea. Tayari tulishaonesha mfano kule Morocco. Sasa tunakokwenda kwenye maandalizi kwenye michezo itakayofanyikia kwetu, tusipate chini ya hapo, tuende juu ya hapo ili kuanza kuwaonesha kwamba hata ile tulivyofanya ilikuwa ni uwezo. Ninafahamu licha ya kuwa na jitihada za serikali, mafanikio haya yametokana pia na uwepo wa sekta binafsi na kipekee wadau binafsi ambao wamechangia kwa kiwango kikubwa katika kukuza sekta yetu ya michezo. Nianze kwa kuwapongeza sana Azam Media. Hongereni sana. Na niliwahi kusema mwaka mmoja kwamba bidhaa hizi, uwekezaji huu uliofanywa na Azam kwenye michezo unatosha kuipa heshima kampuni hii hadhi ya kampuni za kiserikali, kwamba huduma hii ni sawa na public good, ina heshima na inatakiwa ithaminiwe kama tunavyothamini mchango wa sekta ya umma katika kuleta maendeleo ndani ya nchi yetu. Lakini pia niunganishe pamoja na wengine waliowekeza katika michezo, kwa sababu ushindani huu na mafanikio haya tunayoyaona ni uwekezaji huo, mbali na Azam Media, Azam Group, lakini wapo na waliowekeza pia kwenye ngazi ya vilabu, GSM, Mo Dewji pamoja na wengine. Na sasa hivi tunaona na taasisi, timu za taasisi. Meona timu ya mamlaka ya mapato imegeuka kuwa Manchester inapokuwa pale Arusha. Hii na yenyewe inaendelea kutengeneza heshima mpya kwenye soka letu la Tanzania. Niwahakikishie kuwa serikali inathamini sana mchango wenu, na kwa leo niwapongeze pia Ecobank pamoja na Times FM ambao ndio wafadhili wa tuzo hizi, na ama kwa hakika mchango wenu umeleta tija kubwa katika kufanikisha shughuli ya leo. Ecobank, hongereni sana. Mwakilishi wao yuko wapi? Na jina lenu ni zuri bwana, nimeona pale kwenye catchword mnasema the Pan African.
hii muwe mnaiboldi, maanake vijana walishaanza kusahau hili neno Pan-African, Pan-Africanism, Pan-African Bank. Hongereni sana. Times FM wakilishi wao wako wapi? Tuwapigie makofi na wenyewe. Tunawashukuru sana kwa mchango wenu. Azam Media wakilishi wake wako wapi? Hongereni sana, hongereni sana, hongereni sana. Mmefanya hata ambao walikuwa hawafuatilii sana michezo waweze kufuatilia. Hata ambao walikuwa hawafuatilii michezo mmefanya waweze kufuatilia. Tuseme tu kweli, kama sio nyie, hata goli la Chama tungelionaje? Aina Mheshimiwa Waziri, siku zingine umwambie Chama awe anapunguza kidogo ile funga ya aina ile aliyofunga. Nimesema leo kule Dodoma atasababisha watu wasio wanaenda kuangalia mechi wakiwa na, atasababisha wanaume wasio wanaenda kuangalia mechi wakiwa na wake zao, kwa sababu akishapiga hivi kama alivyopiga midadi inapanda, alafu unaanza kusikia hapo, yani hapa hakuna mwanaume kama Chama. Sasa hiyo bwana, lakini tumpongeze kwa kweli, tumpongeze sana. Basi tu ilitokea tu kwa sababu ni timu bora zilikuwa zimekutana, basi ile ikawa baada ya muda fulani hivi zilivyokuwa zimerudi goli zote, ile furaha ambayo walishapata pamoja na ubora na uzuri wa goli ile, lakini ile furaha baada ya kuwa goli zote zimerudi, sasa ikawa kama ile picha ya view once. Picha ya view once, hata kama ni nzuri kiasi gani, ukiachilia kidogo tu hivi imeshatoweka. Ndivyo furaha ilivyotoweka. Sasa ninapomalizia nikupongeze tena Mheshimiwa Waziri, wewe pamoja na timu yako mmeandaa vizuri tukio hili la leo. Hongereni sana. Na Mheshimiwa Waziri, una viwango vyako kwenye masuala haya ya kuandaa. Hongera sana, hongera sana, tukio limefana. Sasa baada ya kuwa nimesema haya, nimalizie kwa kupongeza tena wazo la kuwa na tuzo siku hii, jioni hii ya leo, na ni matumaini yangu kuwa tuzo hizi zitaleta hamasa ya kufanya vizuri zaidi miaka ya mbele. Na baada ya kuyasema hayo, sasa nipo tayari kushuhudia na kutoa tuzo kwa wanamichezo ambao mlikuwa mmewaandaa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa